Itukuze damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, karibuni katika tafakari ya ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 4, unaosema: tazameni jinsi gani mioyo yetu inafarijika kwa fumbo la ufufuko. Haya shime salini, ili nami pia nifufuke kweli na Yesu. Ndiyo kusema niwe na maisha mapya na tamaa ya kutafuta utakatifu. Wapendwa, ujumbe huu unatualika kutafakari juu ya fumbo la ufufuko, ambalo ndiyo kiini cha imani yetu ya Kikristo. Ufufuko si tukio la zamani tu, bali ni ukweli unaoendelea kutuletea faraja na matumaini katika maisha yetu ya kila siku. Ndani ya ufufuko tunapata nguvu ya kuanza upya hata pale tulipopungukiwa au kukata tamaa. Ni kweli kwamba maisha yetu yanaweza kujawa na huzuni au changamoto nyingi, lakini kupitia ufufuko wa Kristo tunakumbushwa kuwa hakuna hali isiyoweza kubadilishwa. Kama kifo kilishindwa na uzima, basi hata giza la maisha yetu linaweza kugeuka kuwa mwanga. Mtakatifu Gaspari anatukumbusha pia umuhimu wa sala akisema: salini ili nami pia nifufuke kweli. Hii ina maana kwamba ufufuko wa kweli haupatikani kwa nguvu zetu wenyewe, bali kwa neema ya Mungu tunayopokea kwa njia ya sala. Sala hutufungua moyo, hututakasa na kutupa nguvu ya kuacha yale ya zamani na kuanza maisha mapya. Kufufuka pamoja na Kristo ni kuacha dhambi na kuanza kuishi maisha ya haki. Ni kubadilisha mienendo yetu na mawazo yetu na malengo yetu. Ni kuwa na tamaa ya kutafuta utakatifu, yaani kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika kila jambo. Zaidi ya hayo, ufufuko unatupa furaha ya ndani. Sio furaha ya muda mfupi tu, bali furaha ya kudumu inayotokana na kujua kuwa Mungu yu pamoja nasi. Hata katikati ya mateso, moyo wa Mkristo hubadilika na tumaini, kwa sababu unajua mwisho wake ni uzima na si mauti. Hivyo ndugu zangu wapendwa, leo hii tukumbuke kuwa tumeitwa kufufuka pamoja na Kristo. Tusali kwa bidii, tubadilishe maisha yetu na tuwe na shauku ya utakatifu. Fumbo la ufufuko liwe chanzo cha faraja na nguvu kwetu, ili kila siku tuishi kama watu wapya wenye matumaini na upendo kwa Mungu. Nilikuletea tafakari hii ni mimi Frateli Alex Lumala wa shirika la wamishonari wa damu takatifu ya Yesu.